anasema nimewaletea habari njema ya furaha kuu kwa watu wote. Bwana asifiwe. Anasema ametuletea habari njema ya furaha kuu kwa watu wote. So wakati huu ambapo tunatarajia kusherehekea kukumbuka kuzaliwa kwake Yesu Kristo, Biblia umeutaja kuwa ni wakati wa furaha kuu kwa watu wote. Bwana asifiwe. Kwa kila dini, kwa kila mtu ni wakati wa furaha kuu. Ndio naona wakati huu hata iwe dini gani, bado biashara zinafungwa ili watu waende nyumbani, maana ni wakati wa furaha kwa watu wote. Bwana asifiwe. Hata wale dini zingine kule mnafanya kazi, si kampuni zitafungwa, lakini wanafunga kampuni wakiwa huyo Yesu hawamchui. Lakini kwa sababu ni wakati wa furaha kwa watu wote, ni mpaka furaha imfikie kila mmoja. Ndio maana hata wakati tunapoishi maisha ya kung'ang'ana mwaka mzima, lakini kipindi hiki kuna nafuu ambayo Mungu ameachilia, na unapata kila nyumba watu wanafurahia. Bwana asifiwe. Kila mmoja inampasa kuwa na kipindi cha furaha, na furaha hii mara nyingi inakuja kwa kufanya kitu ambacho hujakifanya, lakini wakati wewe unakifanya zaidi. Na ndio maana kama mnanunua roho ya nyama, usitarajie siku hiyo utanunua roho, ni mpaka itafanya nini? Itazidi. Maana ni wakati wa furaha. Bwana Yesu asifiwe. Kama ulikuwa unakula maharagwe nusu, sasa yatazidi. Kama ulikuwa hupokee mgeni, sasa unaweza pokea mgeni. Maana ni wakati wa furaha kuu kwa wanadamu wote. So wakati huu wa furaha kwa wanadamu wote, haikupasi kujitenga na jirani yako, haikupasi kujitenga na rafiki yako, haikupasi kujitenga na mshirika wenzako. Lakini wakati huu, kwa sababu ni wakati wa furaha, inatakikana uwe unaweza kuja karibu na yule rafiki yako, ili furaha hii ya Yesu Kristo mukapate kushirikiana. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huu hata kama miezi yote umekuwa mchoyo, ule uchoyo unatoka ndani ya maisha yako na unakuwa mtu tofauti. Maana inatakiwa uwe na furaha pamoja na mwenzako na mwenzako na mwenzako na mwenzako na mwenzako. Wote muwe na furaha, kwa sababu maandiko yanasema wakati hizi habari ambazo malaika amezileta ni za kuhakikisha ya kwamba wanadamu wote, Mzungu ni mwanadamu, Muhindi ni mwanadamu, Mwarabu ni mwanadamu, Mgiriama ni mwanadamu, Mkauma ni mwanadamu, Mchonyi ni mwanadamu, Kikuyu ni mwanadamu, Mjaluo ni mwanadamu. Anasema furaha hii ni ya wanadamu wote. Tupigie makofi. Bwana asifiwe. Natarajia wakati huu ya kwamba kila mmoja atakuwa na furaha, maana Yesu ameachilia. Tunapokea hizi habari kutoka kwa malaika ya kwamba ni wakati wetu wa kusherehekea. Kwa hivyo usijifunge kwa sababu kuna school fees. Hapana, usile ukiwa una huzuni. Kula kabisa, Mungu ataleta njia. Bwana asifiwe. Sikujua shule zinafunguliwa, alafu Christmas ndio hii. So wewe unashononeka maana shule zafunguliwa, school fees hakuna, unajua utafanya nini? So umepanga hiyo siku usile vizuri kwa sababu kuna shule. Hapana, sherehekea kabisa, kula kabisa, vaa kabisa, maana ni wakati ambapo unatabiriwa ya
kwamba ni wakati wa furaha kwa watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Kama na mbuzi moja unataka kuiuza kwa sababu ya watoto wa shule, kaichinje mchana wa leo, usherehekee, ushukuru, maana Mungu amekuwezesha na habari za furaha zimeletwa. Sawa, hatuna sababu ya kuwa na huzuni. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kina Neli wamekuja, najua mbuzi mpaka ife, maana ni wakati wa furaha. Haleluya. Na ndio maana wakati huu tunatumia pesa nyingi kuliko wakati mwingine. Mahali ungesafiri na 100, unasafiri na 500, na kwa sababu ni wakati wa kufurahi, hauna huzuni, hauna miziki, hauvunji safari, bado unaenda na unajua hiyo safari ni ya 100 na umechajua 500. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu si wakati wa kukasirika na huzuni nyingi, ni wakati wa furaha kwa watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunatarajia nikikutana na mtu atafuraha, yale mawazo ya kwamba kuna mambo haiwezekani yaondoke kwako. Kila kitu kinaenda kuwezekana na furaha yako inaenda kukamilika, kwa sababu furaha haiji kwa vitu, lakini inakuja kwa sababu Yesu amezaliwa katika maisha yetu, na yeye ndiye anakamilisha ile furaha ambayo tumetamani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa hivyo watoto wa shule, msianze kusema baba anza kupanga pesa za shule. Mwambie anza kwanza na hiyo furaha tuikamilishe. Mambo ya shule baadaye. Bwana asifiwe. Maana ni wakati wa kufurahia. Mimi nataka kufurahia. Na nyinyi hamtaki furaha? Si mnataka furaha? Kama hujachoma nyama, hakikisha uwezi unachoma. Ni wakati wa kufurahia. Bwana asifiwe. Hakikisha unachoma. Kama ulikuwa unakosa ibada, hakikisha unakuja ibada kila siku, kwa sababu ndio wakati Yesu Kristo ameletwa ili maisha yetu yakapate kubadilika. Na maombi yetu ni kwamba kama wakati huu Yesu ametuletea habari, na ni wakati wa kufurahi, ni wakati wa kushangilia, ni wakati wa kusherehekea furaha hii, kwa sababu Yesu amekuja kwetu. Ama ni kwamba furaha hii itabaki kwetu milele. Bwana Yesu asifiwe. Hii furaha itakoma. Hii furaha inatakikana iendelee. So wazazi, hakikisheni ya kwamba wakati roho, hata kama watoto walikuwa hawafurahi, waanze kufurahi. Si watoto mnipigie makofi na wafanyia kampeni. Maana mngelishwa mchicha nyinyi. Kama si kampeni na ipika leo, ungekula mchicha siku ya Christmas. Ungekula nini? Mchicha. Lakini sasa mama hata leo pika tena mchicha na apigia kampeni. Alafu mkisoma mkiwa madaktari, salendo ni hili. Maana nimewapigia kampeni mkiwa wadogo. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ni wakati wa kufurahi. Ndio maana hata mtu akiniambia mimi nasafiri naenda nyumbani, hata kama anaenda bara, atatumia 10,000 hiyo nauli peke yake, namwambia mimi. Maana ndio furaha yake. Na Yesu amekuja ili tukapate kufurahi. Wakati mmoja furaha yetu ikatufanya tukalala Kilifi barabarani. Tuko zilikuwa hazijaja, maana tungekuwa na tukutuku na pikipiki labda tungesafiri. Nauli ya kwenda Malindi ilikuwa ni 100 wakati huo. Na tukasema acha tungoje hiyo siku yenyewe, maana nauli inashuka.
Unajua inapanda alafu ile siku yenyewe nauli inashuka ile asubuhi. Maana watu hawasafiri hata gari hasafiri. Sasa tukasafiri na nauli ya kawaida maana imeshuka. Tukaenda tukala vizuri tukasherehekea. Sasa tunataka kurudi. Tumetoka huko juu sasa ndo Malindi. Tulipokanyaga Malindi, nauli ya Malindi Mombasa bibi tukakuwa 250. Nasema achana na hawa. Gari nyingi zaja. Ngoja kidogo tukisema gari zaja ni nyingi, tukakuwa sasa 300 mwisho Kilifi. Si Mombasa tena. Gari zote zinageuka Kilifi. Nasema hapa mpaka tupande. Sasa kile kije imejaa, kabidi tupande 400 mpaka Kilifi. Shafika tayari 400. Mahali pa mimi. Lakini wakati wa kufika hata hatukusikia uchungu, tukashuka Kilifi. Tunafika Kilifi mpaka maskari wamejaa wanalika watu. Maana watu wote wakitoka Bapa, wakitoka Malindi, wakitoka huko kote, wakitoka Gongoni, hayo maeneo yote, gari zote zinarudi na Kilifi, ili nyingine zitoke Mombasa, yani kana kwamba wanatawanya, zitoke Mombasa, zichukue Kilifi nazo zipate nauli ya juu, zifike haraka. Sasa tunafika Kilifi, tunaambiwa Mombasa Kilifi. Sasa ni mahali kwa 50 ujue hapo. Wewe wakati si ni nusu 600 yako. Na hiyo 600 hiyo gari upati. Maana hiyo gari ikifika bridge ya Kilifi imejaa mapecha. So ikisimama ndio ulikuwa shoga ya napecha. Huyo umempa pesa yake, anashuka unakaa. Wengine anapewa pesa, ashuke ukae. Wengine apewa pesa, ashuke ukae. Na wewe utalipa mwenyewe uko mbele. Lakini hao ni design akishuka yuko mbio arudi barabarani kule bridge akangoje nyingine. Sasa wanapendeza. Tukasema basi acha tukodishe taxi. Maana kuna taxi ilikuja ikageuka. Tukasema ngoja tuongee nao tukodishe, tukajua hizi taxi ukiona imegeuka ishakodishwa kitambo tena 8,000. Wakati huo ni sawasawa na 30,000 sasa unatoka Kilifi uje hapa. Lakini watu hawana uchungu, maana ni wakati wa nikakumbuka kwamba nifika usiku. Kakumbuka pale jirani yangu kuna jamaa ana vigari vyake. Yeye vinazunguka kilala pale kwako nilipokuwa nikaa, vinazunguka na sijui vienda wapi, lakini vinazunguka vikikaa pale. Nasema acha gari ikija niko tayari nilipe hata kama 1000, hata kama atashika mlango, lakini nifike ili nimwambie tuje tuchukue haichapo. Kaya, hata msichungu. Ikaja mimi basi. Imejaa tayari nikaingia hivyo kasimama. Maana naja kuchukua gari. Kaja nafika Mombasa. Nakutana naye kweli hata yuko pale. Nikamwambia tupe gari. Kachukua jamii yangu, ananiambia gari zangu zatembea bila road license. Sasa unatembea vipi wewe? Anasema gari zangu hazina license. Na zaenda, siwezi enda huko. Mimi najua kazi za hizi gari zangu. Kumbe zilikuwa zina kazi kubwa, maana miezi 3 iliyofuata jamaa kapigwa risasi 6. Nikajua ndio maana zatembea bila license. Washafika baka. Sasa tukakosa. Ikabidi nilale saa 10 ndio katoka. Gari bado siko Pakistan huko. Hasa Pakistan ni Bondeni. Matatu imewakisha matano mwambia twende ninanunua hizi siti hapa. Hizi siti maana hata kuna brother mwingine na zinunua nikiwa huku ili ukabebe. Gari kaondoka. Nimenunua kabisa siti 4. Nifika pale kusimame mtu. Kaenda nafika Kilifi. Gari ikasema mimi sirudi Mombasa, maana nimesikia Malindi nauli ni mara 4. So wewe shuka tukurudishie pesa yako ya kununua, tafuta gari wewe. Na huna shida maana hata unafurahi. Bwana asifiwe. Wamelala siku ya pili. Yule kijana na miezi 3. Changa kabisa na miezi 3. Wamelazwa hapo nje, polisi ndio walileta mikeka. Ili at least wale wachanga watoto wachanga wanaswi. Watu hawana shida. Bwana asifiwe. Lakini mwezi wa 6
mahali kwa 100 waambiwe ulipe 150, si utaki kwenda? Maana sio wakati wa kufurahi yule. Yaani mahali kwa 100 upandishiwe 250. Unaweza kung'ang'ana na huyo huyo jamaa, maana sio wakati. Lakini wakati huu hakuna shida. Bwana asifiwe. Malaika akasema, habari nilizozileta ni za furaha kwa watu wote. Ndio maana hata Waamerika wanaweza kupanda ndege, anakuja tu aje ale Christmas Mombasa, Kenya, ikiisha rudi. Wale watu wa bara kule na hapa, wale wa bara ambao wako hapa, wengine huwa wanasefu kuanzia Januari, wanangojea wakati wa kufurahi waje washerehekee. Bwana Yesu asifiwe. Hapa kanisani kwangu kuna watu hapa hakuna mko wale wanasefu kuanzia Januari. Najua juzi hapa kuna chama kilivunjwa, sasa watu wanakula. Hizo zote si savings hizo. Bwana asifiwe. Yaani wamesefu kuanzia Januari na hawatavunja mpaka Christmas ile. Maana ni wakati wa kufurahi, wanakuja kukivunjilia mbali, wachukue pesa wakasherehekee. Januari wakija hawana kitu na hawana shida, maana ni wakati wa kufurahi. Bwana asifiwe. Hata yule amepata 20,000, 30,000 wataingia Januari hawa. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu aliyezaliwa si mtu wa chuki, aliyezaliwa si mtu wa kisasi, aliyezaliwa si mtu wa uchungu, lakini ni mtu wa kuileta furaha kwa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tutarajii watu waanze kupigana na kuteka wakati huu. Ni wakati wa kufurahi. Ni wakati wa kukaa vizuri. Ni wakati wa kusimama na maisha yetu vizuri. Hata zile jamii zetu ambazo wako mbali tunaweza kuwaleta, maana ni wakati wa kufurahi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na wakati wa kufurahi, unajua wakati ule mwingine mgeni akija waweza kukasirika, si ndio? Unaiba sana kuja wakati huu, na najua ile njaa vile iko. Ile njaa vile iko kama ule mwezi wa 3 unaokuja, mwezi wa 3, mwezi wa 4 na mwezi wa 5 kutakuwa na njaa kipageni kabisa. Jipageni kabisa. Kama unaweza kununua mahindi mahali, nunua hiyo. Lakini wakati huu ni wakati wa kufurahi. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa kufurahi. Hata si wakati wa kuwa mchoyo. Huu ndio wakati ambao hata ukikutana na mchungaji mahali popote unamwambia shika 200. Maana nifuna hata sikia chochote kutane. Sasa nataka kila siku niwe nakutana na mmoja. Ndio kukutana naye, shika mchungaji 200 hiyo kama soda. Napita. Naenda kukutana na Geoffrey, shika hii. Napita. Maana hata haina shida hiyo. Huu ni wakati wa kufurahi na kushangilia, na chochote tunachofanya tunafanya kwa sababu Yesu amezaliwa na Yesu ameleta furaha kwa watu wote. Yesu ameleta furaha kwa watu wote, mpaka wale watoto wadogo. Bwana Yesu asifiwe. So Yesu, huu wakati ni wakati mwingine tofauti kabisa. Huu ni wakati ambapo hatustahili kukaa na uchungu wa mtu. Huu ndio wakati hata yule alikukosea unamsamehe ili awe na furaha katika maisha yake. Sio wakati wa kubeba uchungu. Ninajua huo mwaka ukianza, wengine mlijua makofi na wazee wenu, usikasirikie. Sasa mchekee, maana ni wakati wa kufurahi. Ndio namsamehe. Bwana Yesu asifiwe. Endelea kufurahi. Ile mambo yalifanyika, endelea kufurahi. Sasa sherehekea, furahi, kula. Na maisha yaendelee. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mstari wa 11, kwa sababu mkombozi ambaye ni Bwana
amezaliwa, mkombozi amekuja kututoa katika ile dhiki ambayo tunapitia. Yeye ndiye pekee anaweza kututoa katika zile shida. Yeye ndiye pekee anaweza kututoa katika zile dhiki. Yeye ndiye pekee anaweza kututoa katika yale magonjwa. Amekuja kutukomboa katika maisha yale ya kufungwa na kuteswa. Sasa wakati huu tunaamini ya kwamba yale maisha ya kufungwa na kuteseka yanaenda kukoma, maana Yesu amekuja na habari ya furaha katika ulimwengu wote. Bwana Yesu asifiwe. So wakati huu hata kama ni mgonjwa utapona. Wakati huu kama una kazi utaipata kazi yako. Na ndio hata asubuhi nimetangaza kazi. Maana wakati huu. Wakati huu kama huna pesa utapata. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakati huu kama kuna mambo yamekwama yanafunguka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa kuna kitu cha kukwama tena. Huu ndio wakati ambapo pia watu wanakula pamoja. Sijui kama wazee washapanga waje wanywe chai pamoja. 500 tu wanakunywa chai siku moja, hapo wakati wa kukaa pamoja. Si 500 mnakula? 500 mnakula? Si ni chai. Chai cha wazee ni maziwa 2 ambayo ni 100. Majani ya tende 110. Ngani? Sukari nusu ambayo inakuwa sasa 10 na kwa 190. Blue band ya shikapi. Blue band ya shilingi 50, 240. Mayai 10 dawa kansa. Sasa sisi nimekuja nilikuwa kampeni ya watoto. Sasa nimeenda kwa wazee. Ni mama yule atawapa 500. Wengine waje hapa kama ni usiku saa 2 waje wakunywe chai pamoja. Maana ni wakati wa kukaa pamoja, ni wakati wa kufurahi. Bwana Yesu asifiwe. Ni mama. Ndio mama pia, kitu kidogo tu. Mama. Ilo 5 za mchele zimewatosha, hiyo 500. So 1200 inawatosha. Ilo 5 za mchele na samaki kilo 2 na nazi 2. Inawatosha. Mzee yote atapeana 1200. Bado ni wakati wa kufurahi. Lakini hizo pesa hamtawapa, lakini mnaenda kusipeana kwa matatu kwa sababu ni wakati wa hizo pesa mnaenda kusipeana kwa matatu. Kama wameshajipanga. Sasa ukitaka vizuri ni muite hao wazee. Sio wakati wa kufurahi. Janet, wazee watakuja. Janet amesema wazee watakuja. Amina. Wazee watakuja. Joni mnaambiwa mkafurahi huko. Mpaka mkashindwa na 500. Huu ni wakati wa kuja pamoja. Na ndio maana watu wanatumia chochote wanachotumia ili waone ya kwamba wamekuja pamoja, wamekuwa na furaha pamoja, wanasafiri kutoka mbali pamoja. Na huu ndio wakati ambapo Yesu yale magonjwa ambayo uko nayo yanatoka. Sasa kama kuna mtu mgonjwa mahali anapona sasa. Anapona kuanzia sasa. Kama mgonjwa, kama una mgonjwa, nyosha mkono, funga macho niombe. Ama unapona wote. Wewe ni mgonjwa, una mgonjwa, wewe usikii vizuri, una mtu ambaye hasikii vizuri, una mtoto hasikii vizuri, una mama hasikii vizuri, ufunge macho, nataka kuomba. Nyosha mkono wako. Kama kuna mahali
mahali unataka mtu apone, kama kuna mahali unataka mtu apone, kama kuna mahali unataka mtu apone, mchana wa leo kwa jina la Yesu, kwa sababu malaika ametangaza ya kwamba ni wakati wa furaha kuu kwa watu wote, ninawatabiria wale wote ambao ni wagonjwa ya kwamba mchana wa leo mikono iliyonyoshwa, hao watu wanapona kwa jina la Yesu. 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 Utetemeko mkubwa ushuke katika maisha yao, jinsi ulivyoshuka pale kwa wachungaji. Ninaomba Baba, mchana wa leo ukawaguse kila mmoja, wakafunguliwa na kupona, na jina lako likabarikiwe, maana wanahitaji kuwa na furaha. Kwa jina la Yesu nimeomba.